Ndugu mtazamaji, karibu kwenye The Book of Magic Stories. Tafadhali bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo unaweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama simulizi hii kutokea wapi. Karibu sana kwenye The Book of Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Usiku ulikuwa mzito kuliko kawaida. Ule ukimya wa ajabu uliokuwa unakata pumzi hata kabla ya kitu chochote cha kutisha kutokea. Baridi nyepesi ilipenya dirishani, ikigusana na ngozi ya Kelvin aliyekuwa amelala kitandani, lakini usingizi haukumkamata vizuri. Saa ya ukutani iligonga saa 8 usiku, sauti yake ikisikika kwa nguvu kana kwamba ilikuwa karibu zaidi kuliko kawaida. Aligeuka upande mwingine akijaribu kulazimisha usingizi, lakini moyo wake ulikuwa na hisia isiyoeleweka, kama vile kuna kitu kinamwangalia. Ndipo aliposikia mlio mdogo, kama hatua za mtu zikigusa sakafu ya mbao taratibu. Kwanza alidhani ni ndoto, lakini mlio ule ulijirudia tena. Safari hii ulikuwa wazi zaidi. Alifumbua macho taratibu, akitazama gizani. Chumba kilikuwa kimya, lakini hakikuwa kile kimya cha kawaida. Kilikuwa kimya kilichojaa kitu. Alikaa kitandani, akasikiliza kwa makini. Hatua zile zikasogea karibu na mlango wake. "Ni nani?" aliuliza kwa sauti ya chini, lakini hakujibiwa. Dakika kadhaa zilipita bila jibu, lakini mlango wake ulianza kusogea polepole, ukifunguka bila sauti. Upepo baridi uliingia ndani, ukazima taa ndogo iliyokuwa pembeni ya kitanda chake. Giza lilitanda kabisa. Ndipo alipoiona umbo la mtu likisimama mlangoni. Halikuwa linaonekana wazi, lakini lilikuwa pale bila shaka. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu. "Nani uko hapo?" aliuliza tena, safari hii kwa sauti yenye hofu zaidi. Umbile lile halikujibu, badala yake lilianza kusogea polepole kuelekea kwake. Hatua zake hazikusikika, lakini uwepo wake ulikuwa mzito, kama mzigo wa hewa nzito unaomsukuma nyuma. Kelvin alijaribu kuwasha taa ya simu yake, lakini screen haikuwaka. Ilionekana kama kifaa chake kimekufa ghafla. Umbile lile lilipofika karibu kabisa, aligundua kitu cha ajabu. Uso wake ulikuwa sawa kabisa na wake. Ilikuwa kama anajiangalia kwenye kioo, lakini kioo hicho kilikuwa hai, kinapumua na kinaangalia kwa macho yenye baridi. Kelvin alishindwa kupiga kelele. Mwili wake ulipooza. Kiumbe kile lilinyanyua mkono wake polepole, kikamgusa usoni. Baridi kali ilipenya kwenye ngozi yake, ikisambaa mwilini mwake kama umeme wa barafu. Ghafla kila kitu kilipotea. Alipofumbua macho tena, hakuwa chumbani kwake. Alikuwa amesimama katikati ya barabara isiyo na watu, chini ya anga la ajabu lililokuwa na rangi ya kijivu iliyochanganyika na zambarau. Hakukuwa na jua wala mwezi, lakini kulikuwa na mwanga wa kutosha kuona kila kitu. Majengo yaliyomzunguka yalifanana na yale ya mji wake, lakini yalionekana yamechakaa, kama vile yameachwa kwa miaka mingi. Madirisha yalikuwa yamevunjika, milango ikiwa imeachwa wazi, na barabara zilikuwa tupu kabisa. "Hello?" alipaza sauti, lakini hakukuwa na jibu. Alianza kutembea polepole, akitazama kila upande. Kila kitu kilionekana halisi, lakini pia hakikuwa halisi. Upepo ulipita bila sauti, ukibeba vumbi ambalo halikuonekana kabisa, lakini alilihisi likigusa ngozi yake. Alipofika mbele kidogo, aliona kitu cha kumfanya asimame ghafla. Kulikuwa na mtu amesimama katikati ya barabara, akimwangalia. Alipokaribia, moyo wake ulizidi kupiga kwa kasi. Mtu yule alikuwa yeye tena. "Ni tofauti gani hii?" Kelvin alijiuliza kwa sauti ya chini. Nakala ile ilitabasamu polepole, tabasamu ambalo halikuwa na joto hata kidogo. "Karibu," ilisema kwa sauti yake mwenyewe, lakini iliyokuwa na mwango wa ajabu. "Ni wapi hapa?"
Kelvin aliuliza, akihisi miguu yake kuwa mizito. Hapa ni mahali ambako ukweli wako haupo tena, ile nakala ilijibu. Kelvin alitikisa kichwa. Hapana, hii ni ndoto tu. Nakala ile ilicheka kidogo. Kama ungekuwa kwenye ndoto, ungeweza kuamuka tayari. Kelvin alijaribu kujiuma mkono, lakini hakuhisi maumivu. Hipo ndipo hofu ilipoanza kuingia kwa nguvu zaidi. Hii haikuwa ndoto ya kawaida. Unataka nini? Aliuliza. Nakala ile ilimsogea zaidi. Nimekuwa nikikusubiri kwa muda mrefu. Kwa nini mimi? Kwa sababu wewe ndiyo mlango. Maneno hayo yalimgonga Kelvin kama radi. Mlango wa nini? Lakini kabla hajapata jibu, dunia ilianza kutikisika. Majengo yalipiga kelele za kuvunjika. Anga likabadilika rangi ghafla kuwa jeusi tupu. Upepo mkali ulianza kuvuma, ukimzunguka kama kimbunga. Nakala ile ilimshika mkono. Ni muda wa kuona ukweli. Ghafla walitoweka tena. Walijikuta kwenye eneo lingine, safari hii ndani ya nyumba yake, lakini ilikuwa imeharibika kabisa. Ukuta ulikuwa umejaa michoro isiyoeleweka, damu iliyokauka na alama za ajabu. Kelvin alihisi kichefuchefu kikimjaa. Hii siyo nyumba yangu, alisema. Ni nyumba yako ya pili. Pili? Ndiyo, dunia nyingine ambayo ipo sambamba na yako, na wewe umechaguliwa kuivuka. Kelvin alitetemeka. Mimi sijachagua kitu chochote. Nakala ile ilimwangalia kwa makini. Kila mtu huchagua, hata kama hajui. Ndipo sauti nyingine ilisikika, sauti ya chini, nzito, kama kitu kikubwa kinakaribia. Sakafu ilianza kupasuka na kutoka ndani yake kulikuwa na giza tupu linalosogea juu. Kelvin alirudi nyuma. Haya ni nini? Nakala ile haikujibu, badala yake ilitabasamu tena. Giza lile lilianza kuchukua umbo la kiumbe kikubwa isiloeleweka lenye macho mengi yanayong'ara gizani. Sauti yake ilisikika ndani ya kichwa cha Kelvin, si kwa masikio. Amekuja. Kelvin alishika kichwa chake. Acha, ni nini hii? Kiumbe kile lilimkaribia polepole na kila hatua yake ilifanya dunia kutikisika. Nakala yake ilisimama pembeni kana kwamba inatoa nafasi. Huyu ndiye aliyekuita, nakala ilisema. Mimi sikuita kitu chochote, lakini uliangalia. Kelvin alikumbuka ile usiku, ile kivuli, ule uso wake mwenyewe. Labda hilo ndilo kuwa ni mlango. Kiumbe kile lilipofika karibu kabisa, lilimnyoshea mkono wake mrefu wenye giza linalotiririka. Njoo! Kelvin alijaribu kukimbia, lakini miguu yake haikusogea. Alikuwa amegandizwa mahali. Kiumbe kile lilimgusa na mara moja alihisi akili yake ikijaa picha, dunia nyingi, maisha mengi, watu waliopotea, milango iliyofunguliwa. Aliona yeye mwenyewe katika matoleo tofauti, mmoja akiwa tajiri, mwingine akiwa maskini, mwingine akiwa amekufa. Dunia zilikuwa nyingi na zote zilikuwa zinaunganishwa na kitu moja, mlango. Na yeye alikuwa mlango huo. Alipopata fahamu kidogo, alijikuta tena chumbani kwake. Taa ilikuwa imewashwa, mlango umefungwa. Kila kitu kilionekana kawaida. Alikaa kitandani akihema kwa nguvu. Ilikuwa ndoto, alijaribu kujituliza, lakini alipogeuka kuelekea kioo, damu iliganda ndani yake. Uso wake haukuwa kisi. Badala yake kulikuwa na yule mwingine akimwangalia kutoka ndani ya kioo, akitabasamu polepole. Na safari hii alizungumza kwa sauti ya chini sana. Safari ndiyo imeanza. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 076694
7545. Na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.